that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed and besieged Rabbah. They destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. And then it happened one evening. Somebody say one evening. I didn't hear you say one evening. It happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing. And the woman was very beautiful to behold. And so David sent and inquired about the woman. And someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers and took her, and she came to him and lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. The woman conceived, and so she sent word and told David, "I am with child." Then David sent it to Joab, saying, "Send Uriah the Hittite," and Joab sent Uriah to David. When Uriah came, he came to him. David asked how Joab was doing and how the people were doing and how the war prospered. And David said to Uriah, "Go down to your house and wash your feet." So Uriah departed from the king's house, and a gift of food from the king followed him. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of the Lord and did not go down to his house. And so when they told David, saying, "Uriah did not go down to his house," David said to Uriah, "Did you not come from a journey? Why did you not go down to your house?" Hallelujah. Amen. Allow me to say this is a very sad story for me. I'm not reading it happily. I know you know the story. That's why I even didn't tell you which chapter. Because it's a sad story. Hallelujah. Amen. David was called by God when he was a shepherd. And even the father had ignored the fact that David was a son in the house. When Samuel came to anoint the king in Jesse's house, David was absent, both physically and even spiritually, because they presented the sons who were present, and even they never remembered that there is another one to be called. Hallelujah. Amen. And to cut the long story short, David became a king from a shepherd boy. David did great exploits. He killed Goliath. He prepared the material to build the temple for Jerusalem. But one day, something happened that is so sad. People have never forgiven David because of the day of the story I've read to you. That day, David lost what he had worked for all the years. The Bible says that name is greater than riches. Hallelujah. Amen. It is important for you to understand that there is something in your life, when you lose it, you lose everything. You didn't hear me. I'll try again. There is something in life. When I lose money, I can get money back. But when I lose integrity, even according to the Constitution of Kenya, chapter 6, I'm not worthy to be a member of parliament. You are not here, what I'm talking about. There is something about integrity that you need to understand, because the integrity is what holds your life together. Integrity is what makes you who you are supposed to be. One day, the Bible says in an afternoon, David, the man who killed Goliath, the kings were going out for battle. But here David remained in Jerusalem. I am tempted to think David became complacent. He became complacent of the things that had happened in his life. To be complacent means you are at ease and you are not aware of the danger surrounding you. Oh, when you are complacent and you don't understand the danger surrounding you, you lose your integrity. Nitaanza hapo. Alitembea juu
ya ghorofa ya nyumba yake, I believe he was saying, I have won so many battles. He didn't know that there was a battle ahead of him. Allow me to tell you something. You may have defeated the battle in primary school. You may have defeated the battle in high school. Yes. You survived. Oh, you are not here. I said you may have survived the primary school thing. You may have survived the high school stuff. Yes. But I want to tell you, you cannot afford to be complacent when you come to Kisii University. There is an impending danger that you must be alert about. Yes. Oh, that is what I came to do. If I do that and I go home, I'll be happy. I came to tell you, don't walk around and say, I am a first year at Kisii University. I came to tell you, being a first year is one thing, but there is an impending danger that you must be alert about. Being a fourth year, it doesn't matter. I heard him say they are looking at a fourth year. You can't be a fourth year, my son. But there is an impending danger that you must be alert about. Come on. Are you here? Yes. David imagined that everything is okay. Haven't you known that the enemy is a liar? The Bible says, be vigilant and sober. Your enemy, the devil, walks around like a roaring lion, seeking somebody to devour. Allow me to announce to you, not everybody is happy to see you doing actual science. Not everybody is happy to see you doing a bachelor of education. Some of those people, they want you dead sooner than later. Some of the people, they wanted you to become pregnant in standard 8. They wonder how you passed through. Come on. Some of you don't know what I am talking about. Some of them wanted you to be in Kodiaka maximum prison. And I came to tell you the dangers are still there. Just like they were there in primary. Just like they were there in high school. They are also there at Kisii University. And you cannot afford to be complacent. You cannot afford to relax as if there is no danger. Come on. David, where are the kings? The kings have gone to battle. But David remained at Jerusalem. Listen to me, when you are complacent, you forget who you are. When you are complacent, you will lose your identity because you forget wewe ni nani. Excuse me, David. Wafalme wanaenda vitani. Na wewe ni mfalme, unafanya nini hapa? It is good to know who you are. It is good to know what are you supposed to do now. But the Bible says there is a time for everything under the sun. It was a time to go for battle. Excuse me, David, you can't remain at Jerusalem. All the kings are going for battle. When you know who you are, you maintain your integrity. When you forget your identity, you lose your integrity. Hello? Are you hearing me, church? I want you to understand something. You cannot misunderstand who you are. There's a time for everything. You need to know who you are. And everything is beautiful in its time. Come on, if a married woman becomes pregnant, she is born and she can even testify in church. She says, God has visited me. Because it is beautiful. Yes. But if you are here and we don't know whether you are married, you become pregnant, we have a question to ask. Excuse me, you didn't come here to get a husband and a wife. You will be a fool to come here. How? How? You are not here to say, this is Kisii University. Kama ni kuoa ungeoa, si lazima ukuje ulipe school fees. Si lazima help ikuje kusaidia kuoa. I said we are serious. I know who I am. I know what I stand for. I didn't come to Kisii to get a wife. I came to get something that will cause me to make a future. Hey! Kama wewe unataka kufuata wasichana na wavulana, wewe wafuate kwa sababu hiyo agenda yako. Mimi nilikuja na agenda moja. I know who I am. I am not a husband of nobody. I am not a wife of anybody. I am a first year student doing a bachelor's. I am a fourth year student. I'm not a wife to anybody. I'm not a husband to anybody. Come on. Are you hearing me, people? Yes. Know who you are. Come on. See that we are vijana wengi hawajui hawa ni nani. David, you are a king. King
chief akienda bato, endeni vita na wao. Come on. Daudi, Joseph, he never lost his integrity. Why? Because he knew who he was. Alikuwa made kwa nyumba ya mama rapist. Naitwa mmoja. Oh, I told you there are dangers everywhere. Let me tell your neighbor, I'm not very sure who you are. Tell them again, I am Malato. Hata tukikana wewe kwa left home, I am Malato. Hata ukiniuliza namba ya simu, I am Malato. Hata ukiniwekea kiti wakati wa lecture na umeambia ni umeniwekea kiti, I am Malato. I'm Malato. I'm not deaf, I can see. I can see. Joseph, a boy who is a maid in a house. The woman rapist came to Joseph. She didn't tell Joseph, I want you to be my friend. She didn't tell him, you look smart. She told Joseph, point blank, lie with me. Some of them are at Kisia, they are hearing me right now. Some of you are dealing with rapists and you are not aware. Some of you are dealing with the drug traffickers and you are not aware. Some of them are holding access in their boxes. Nimekuja mpaka destiny yako ifike mahali Mungu anataka. You can't die before you are. You can't die at disease. You didn't come to visit your heart. You came to get something that will cause you to be a doctor of philosophy in something. Amen. Acha nikwambie ukweli. CDF itakushtaki. Help itakushtaki. Serikali na mama yako single mother atakushtaki. Mama anang'ang'ana na wewe umekuja kufuata wavulana na wasichana Kisii. Mama anang'ang'ana, pesa ya chama yote imepotelea kwako. Drug traffic, what a shame. Mama anangoja nyumbani grade, unamletea D+. D+. You are not hearing what I'm saying. Someone understand what I'm talking about? Yes. We cannot lose our integrity. Oh, yes. We must know who we are. Yes. There's a time for everything. Joseph looked at the woman. She told the woman, excuse me, mama. Look at me good. I am a maid in this house. I am not your husband. When you know who you are assertive enough to tell somebody, you look them into the eye. You tell them, yes, you have a car, but I have a future. You can take me to a salon, but I have no problem. Nitanyoa nywele kama Pastor Steve, but I have a future. Kwa sababu gani? Kuna tofauti kati ya birthright na supu. Supu unakunywa dakika 5. Unakunywa dakika 5 supu umemaliza. Lakini birthright ni maisha yako yote. Jacob aliambiaje nani Esau? Kama unataka nikupatie supu, si nilikwambia siku ile kwamba shetani anapenda butter trade. Na butter trade ya shetani ni iko na imbalance. It is an imbalanced trade. He gives you a wrong tip. How can you exchange a destiny with soup ya 10 minutes? Talk to me. How nini unaenda nito? Maisha yangu bwana, mimi kukua kichoro scientist. Mimi kuwa lawyer. Na unataka kulipa simu ya 20,000 hata ikiwa 100,000. I can't compare being taken to lunch and my destiny is killed. Nitaenda lunch yako tafadhali, kwa sababu niko na future na nitakula malanji bora kuliko yako. Wacha nitembee kwa mguu. Wacha nikae bila pocket money. But I know where I am going. I know who I am. Ninapenda watu ambao hawana kitu na huwezi kuwashtua. Ninapenda watu hawana kitu lakini huwezi kuwashtua. Because they know that a man's life is not consistent in the things they have. A man's
who have said, I have good plans for you. Not plans for sexual immorality. Not plans to kill my dream of being a doctor. Not plans to mess my future. I know what you are looking for. Kizazi cha leo watu ni wajinga. Kiasi cha kwamba hawajui tofauti kati ya simu na maisha yao. Hawajui. Ukiniambia mimi ni mweupe vile mimi ni mweupe hivi, au niambie mimi. I believe. Ole. Hakuna kitu unaniambia. Ndio atima. Ati first year nikwambie kitu. Mwambie jiambie mwenyewe. Niko mbaya. Mtu akikwambia halali usiku anakuona. Mwambie aenda ngeze bali. Unawajua. Hiyo ni prescription ya Pastor Steve. Hiyo ni udaktari yangu. Pesa baja kufa. Wewe kukuja kukata ndoto yangu rafiki yangu. I want to hold integrity because I have a future in God. Young people, I can't mess up with the future. Your future is in your hands. Siku moja another white man was holding a grasshopper in his hands. Na akawa anauliza watu, do you think the grasshopper is dead or alive? Ameshika hivi kwa mkono. Anauliza watu, na alikuwa tayari na answers. Ukimwambia it is dead, anaiachilia inaenda. Ukimwambia iko alive, anafinya. Lakini kwa sababu pwaku upata pwako. Akakutana na mwingine. Akamuuliza, do you think the grasshopper is dead or alive? Jamaa akamwangalia kwa uso akamwambia, bwana usitubebe ujinga. Whether it is dead or alive, the decision is in your hands. Listen to me, Kisii University. Whether your future is dead or alive, if your ministry is dead or alive, if your course in this college is dead or alive, it depends in your hands. It is. Don't hand over to anybody. Hallelujah. Kile handing over nitaongea kuhusu kesho. Kile leo niko tu hapa. Niko tu kwa hii. Niko tu kwamba jamaa alikuwa blessed. Hakuna hivi, it's very different. Things are happening. Jamaa ana habari hapo na hatari. Anaweka picha yake kwa mtandao na anauliza, is this life material? Ana habari ni denga. This life material. Watu wanamwambia yes, life material. Anasema thank you. Hana habari. Hana habari. Someone understand what I'm talking about? Very complex. Our generation is so complex until they don't know their future. And did I tell you that your future is in God? Oh yeah. Jesus said the other day. He said, he said, I am the vine, and you guys are the branches. Every branch that abides in me, it bears fruit. But apart from me, hata kama ulikuja hapa na A+, apart from Jesus, unaweza toka na nothing. Sikudangani. Jesus is the fruitfulness of your life. Do you know why you need God? It is because you can't live without Him. Hata kama wewe ni atheist, wacha nikutangazie. Kama wewe huamini katika Mungu, hata nguvu za kusema huamini katika Mungu kutoka kwa Mungu. Someone understand what I'm saying? The fool says in his heart, there's no God. The fool is not the one who is last in the semester exam. The fool is the one who says there's no God. I told you the other day, when God wanted to create animals, He talked to the land. When He wanted to create the water and the sea creatures, He talked to the waters. He said, you waters, release your creatures, the creatures in you. When He wanted to create the sun and the moon and the stars and the sky, He talked to the sky. He said, sky, release the light so that the sun rains during the day, the moon during the night. Niking'oa miti niitoe chini ya ardhi, nimeimaliza. Kwa sababu nimeitoa mahali ilitolewa. You missed it. Nikitoa samaki ndani ya maji, siku nyingine nilienda kutoa samaki
Samaki anajikaza, umemtoa kwa maji. Samaki anajikaza hapo nje. Kuna watu wanajikaza. Kuna watu wanajikaza. Samaki anajikaza hapo nje. Hata sina shughuli na yeye kwa sababu ninajua huyo nilimaliza na yeye. Bora nilimtoa kwa maji. It is a matter of time. Someone understand what I'm saying? Listen to this one. When he wanted to create human beings, he did speak to the water, he did speak to the sky, he spoke to himself. When you take a man out of God, the man is dead. Hata kama ni material ina gani, rafiki yangu kama hauna Mungu sahau. If you are a first year, you have already not started because you have never started until you begin at the beginning. And in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word. You have never begun. They are calling you a first year. But the fear of God is the ECD of knowledge. Kwa hivyo hujafanya ECD, umeitwa hapa kufanya bachelor of public health. Lakini hujaanza ECD ya Mungu. ECD ya Mungu hujaanza. Hata baby class PP1 bado. I'm doing a very serious course. Na Mungu alikuwa kwa economy ya Mungu kajamaa kajaanza nasa. Anaendelea Mungu akionyesha watu maswali. Mungu akiendelea sema ni mtu ataanza kusoma nini kwa shule yake? Anasoma tu hapa Kisii University hajaanza kusoma shule ya Mungu. Tell your neighbor, go to the God school. Go to the school. Go to the school. Somebody hearing me? Yes. We cannot be complacent. We must be alert about the dangers that are around us. Sikudanganyi. Some of the people mko nao kwa hostel ni drug traffickers kama huna habari. Nitakana upajue mapema. Hata kama ikabidi kubadilisha room, badilisha room. Kwa sababu afadhali ulipe rent peke yako, lakini future yako ikuwe guaranteed. Kuliko na drug trafficker ambaye atafyatuliwa risasi na straight bullet. Inakufikia. Afadhali. Wewe msema nikiruka njia. Anakula pesa ya bodaboda, anakula pesa ya walimu, anakula pesa ya polisi. Huyo sina yangu bwana. Huyo sina shughuli na yeye. Hata kama anatoka kwetu. Kenya siku nyingine. Baba, are you hearing me? Yes. Hello? Hello. Listen. The money relax. Sema mimi sita vitamini. Basta wewe ukuniona. Primary nipiga 3. Hiyo tunakubali, ulipiga 3. Nikaenda mfunga mazee. Nikachota class yangu. Ukiniona hapa, si ni mapreni. Lakini nimekuja nikwambie. Hapa pia. Hapa. Kuna jamaa mnakaa nao next. Fanya B class yako ikuwe nani? Wako mko nao hapa hata mnakutana kwa M-Pesa. Mnakutana. David, kings are going to bow. David, you cannot afford to remain home. Oh, I love people who know who they are. People who don't forget who they are. They hold on who they are. Wapendwa, kila wakati na kila position na status ya maisha yako iko na sheria na masharti. You can't do everything at every time. You can't be a husband and a wife at the same time. Come on. Some of you are overloaded. Pepa mizigo. Pepa. Wengine wamekuja fastia na majamaa wako tayari kupea mizigo hapo. Hao ndio wanakuambia kwamba hata saa hii hata lessons hazijaanza. Twende wapi? Twende Mashauri. Hata lessons hazijaanza. Hata lessons. It's all right. Oh. Never relax. Be sober and vigilant. Know that there are enemies around you. There are people who don't believe in God. They are in your hostel. They are drug traffickers. They are sticking where you are. Some of them are abusers of drugs. Wako hapa. Lazima ujue kwamba sitembei tu bwana. Ni celebrate marks ya primary. Ni celebrate B+ high school. Alafu sasa degree ni shida. Jamani.
umekula ng'ombe mzima. Sasa utashindwa mkia. Hebu imagine. Can you imagine the enemy is sober? Yes. Anangoja ufike kwa matunda yenyewe. Hukupata mimba standard 8. Matunda ya standard 8 hayangekuwa kama ya sasa hivi. Anangoja ufikie yenyewe. Ufikie yenyewe. Anangoja. Hauko unasumbua hata nyumbani. Ukisikuzi wewe kichwa ngumu. Kwa sababu uko kole. Mama akuulizi unatoka wapi? Baba akuulizi. Nilikwambia siku ile shetani akitaka kukufyeka anakutoa mahali watu wenye mamlaka wako. Anakupeleka kwa kona kama prodigal son. Anakwambia toka ndani ya wazazi. Mtu ananielewa kile nasema? Anamroda akipita, anamwambia kwamba kwani naye anafia nani? Yaani yeye nani? Kama baba yako mwenyewe hawezi niongeleza bila niongeleza. Wewe nani? Mwambia kuja. Unajua mahali baba yako yuko baba anatafuta. Nani wewe anakuita? Ili ukiwa peke yako anakufieka peke yako. Sababu kuna ID na huduma namba. Watu wanatukiza. Basta ya majua. You are not mature. You didn't hear what I said. Unaweza kuwa uko na huduma namba, uko na ID, uko na college ID. But can I tell you the truth? There are things madam here can see while she is seated. Hata wewe ukipanda juu ya ghorofa kubwa iliyo hapa Kisita hauoni. Wewe unaangalia mvulana unaona simu kubwa. Madam anaangalia mvulana anaweza jua mvulana mkora. Wewe unaangalia simu kubwa na gari ya KCR. Wewe huwezi kuwa mtu mkora. Hello. Hallelujah. Amen. Stay under authority. Wacha kichwa ngumu yako hii. Hadi unatisha watu. Hadi kuhusu kuiza winaeja ameng'ang'ana mpaka ukasoma. Alafu unasema mimi ni mtu mkubwa. But I can do my own thing. Unaweza fanya budget yako peke yako lakini kuna vitu hujui. Wewe unajua kwa nomio noma kila lakini huwezi jua. Huwezi jua msichana bora. Atakula help yako ingine sport pesa makuli. When I saw her the other time I was here, I told my son, you have a mother down at Kisii. See mchezo? Stay, listen to that lady. There is a destiny attached in your life. Don't be there and be a lone ranger. Sikia. Rafiki yangu hata kama ni first year usikuwe lone ranger huku Kisii. Shetani atakutenga akuweke mahali mnakaa na majamaa aina yako peke yako. People who have similar problem, you have a common mind. Nitapogundua nakuja kuambia madam, sasa nataka niseme tu ukweli. Sasa unasema ukweli, uko na mimba na uko na ugonjwa ama uko na yote, ndio unakuja kuambia tu ukweli. Umefiekana mapanga huko kama disco. Panga imefly umefiekwa. Ndio unakuja kuambia tu ukweli. Kweli. Alinipatia pangi nikaweka hapa. Na wakati tulikuwa tunakuuliza huyu nani? Wakati tulikuwa tunakuuliza nani wakikubeba kwa Uganda UKC yani mnachunguza nini mbali? Sikia rafiki yangu. Mwalimu wangu wa bio ama wa chemistry. Aliniambia still chunga kwa sababu kuna vitu vingine inaitwa chemical changes na vingine inaitwa physical changes. Nikamuuliza mwalimu hiyo ni gani? Akaniambia Steve, sikiza. Nikichukua iron filings na niweke kwa sawdust inakuwa mixture. Na hiyo inaitwa physical change because it is reversible. You can get back your iron filings using a magnet. Ngoja. Akaniambia, lakini ingine kijana ni chemical changes. That one is not reversible. Ukichukua mbao na uchome inakuwa jivu. Huwezi kuchukua jivu.
Tumejifunza life lessons. Life lessons. Nikichukua hii jacket, nikivaa, that is a physical change. It can be reversed. Naweza vaa hii jacket. Hata urafiki yangu wa video atoe nikiwa na jacket. Lakini after 10 minutes akipiga sita. Kwa sababu I can reverse. Niligundua sikia hii. Katika maisha kuna maamuzi mengine ni chemical change na maamuzi mengine ni physical. Kutoa jacket na kuvaa ni physical change. Lakini mpendwa, ukipoteza ubikira wako, it is a chemical change. Kuna maamuzi mengine ukishafanya unakuwa na scar. Unapata mtoto, unaambia kwa mtoto hata papa yako alinikataa. Ni chemical. Chemical change. Basta. Aliniita msupu sasa ananiita skrepu. Ni chemical. Ambia mwenzako ni chemical. Basta. Nilifikiri unaenjoy. Sikujua kama wewe na Mungu sana ni mrembo bwana, sikujua kama kuna ugonjwa. Ni chemical. Wewe basi amekula elfu yote. Amekula elfu yote. Ukijiona hivi si kwamba ni kizi hata kibiti nimepiga. Si ni mgonjwa. Mgonjwa siku nyingine nilikuwa na candidiasis. Na sasa niko na syphilis basi. Niko na syphilis. Na wewe jamaa kukaa kama kuna mgonjwa kwani. Na tulikuwa unajua pasi tulienda kwa ilikuwa pasi. Jamaa fresh. Kuna venye. Unajua pasi tapo kuna venye. Tulienda kwa hapo maji kidogo, chai kidogo, story kidogo. Na the rest pasta ni wrong system. Unanani? Tell your neighbor the chemical changes. I say watch out. Kuna vitu ikishafanyika hautarivasi. Siku ile Daudi alilala na Bethsheba siku moja. Na hiyo siku alipata mimi. Si lazima utende dhambi mara nyingi ndio upate siku. Unaweza sema kwamba wasichana hapa Kisii wamefanya mambo, wacha mimi leo niendeko. Siku ile unaenda. Tell your neighbor don't do dangerous experiments. Tell your neighbor don't do dangerous experiments. Are you hearing me? Pastors, are you hearing me? Don't allow anybody to push you to do dangerous experiments. Aliyeandika pale, aliyeandika kwa waya wa stima, danger. Anajua kila anasema. Hata mkono ya pastor ikienda hapo, hiyo stima haijui kama ni mkono ya pastor. Don't try dangerous experiments. Don't try. Every forbidden fruit, if you eat it, that's consequences. That's why God told you the other day. Maamuzi ya matokeo si ya leo. Inakujanga second semester. Second semester. Hapo ndio unataka majamaa. Basi walikuwa wazuri. Second semester sasa ndio tunafungua vizuri. Wacha hiyo sasa tunatukomba. Sasa tusipelewe vizuri. Tutakutai pesa sana hizi. Bwana vile ndio zinaanza na vile unaenda weekend. Unapita. Hata ukikuja kwa kwaya si tunakuangalia tu kwanza. Hatuna pia kufanya chema. Jambo la pili ambalo liliuza integrity ya dini alikuwa idol. When you are idol, you lose your integrity. You didn't hear what I said. To be idol, sikia hili ni bariki sana. Kuna msemo wa Kituruki ambao unasema Satan tempts all people, but idol people tempt Satan. Oh, usikie hiyo. Shetani hujaribu kila mtu. Lakini watu ambao kwa idol, Shetani anapenda kuwatumia kama experiment. Akitaka kujaribu mbinu nyingine ya homosexuality, anaangalia ni nani hapo idol kwa ile darasa.
Ninasikia kuanzisha mbinu nyingine ya kuvuta bangi na hashishi na kubeli. Ninatafuta mtu wa kunianzishia kuimplement hii program. Anatafuta mtu kwa hiyo. Jamaa wale ambao wanakaa hawana kitu, wanatembea mpaka wanaona wanawake wakioga. How do you? Jamaa kinatembea. Unaenda wapi? Nimeboeka bwana. Ayo anasema unatoka bwana. Unaenda wapi? Hauna pesa na uko supermarket unafanya nini wapi? Na nataka kupiga shopping. Jamaa anatembea huko kwa soko. Kama misoka. Unauza nini unatafuta? Jamaa kwa tu anatembea. Ndio sababu wakati unatembea hivyo unasikia tu jamaa amekuuliza, "Na nilikuona wapi?" Angekuuliza hivyo kama unarandaranda pale Mashauri na una shughuli. By the way, I love people who are focused and they are disciplined, they know what they are looking for and they are busy. Hata mimi ni mzee, I never like to be idle. If I'm not in church, I am at home. And if I'm at home, I'm not sitting like a cabbage. I am doing something. Nataka nilale nimechoka because I know the idle mind. Devil's work. Shetani anapenda kukujia kama kwa idol. Hata hiyo video ya kuangalia pornography mpaka leo wewe ni mtumwa wa pornography. Ulianza tu kwa kuwa idol. Ndio kwa kuwa idol. Wengine bado una celebrate big plus yako ya Itego High School. Ndio today mazeni kama big plus. Natembea naambia na vile nimetamani kusoma Kisibo. Vile nilikuwa Kisia sikuwa natamani college. Na nilikuwa hapa. Mimi watu wanasoma huyo zuri. Unaonyesha watu swagi ya campus. Unajua mimi kutoka kwa vile jeni mimi wa kwanza. Na nikisha historia. Idol. When you are idol, you lose your integrity. Sikia nikwambie kweli. Betseba alikuwa anaonganga tu hapo kila siku. You convince me in the year 2030. Lakini leo huwezi kuniconvince. Betseba hakuoga siku hiyo hapo ati kwa sababu Daudi yuko. Alikuwa anaoganga tu. Unajua kuna vitu vingine inafanyikanga kama huko. Na kama huko hakufanyiki. Where are you? What are you doing? Idleness. Na nilikwambia history will judge you harshly. Ukuja hapa Kisii University na utoke bure na mimba peke yake kama na magonjwa. History itakuja. Huyo mtoto wako ambaye jamaa atakupea mimba hapa na akatai kumchukua. Atakuulizanga, "Mama, unajua siku hizo utakuwa mkuu mama." Pakijana kako kadogo. Na unajua wa 21st century hawana aibu. Kana kuangalia kwa uso, kana kwa mama. Nasikia ulisoma hapa Kisii University, ulipatanga. Ulipatanga. Naanza kumwambia mtoto acha kuniuliza maswali ya ujinga. Mtoto anauliza maswali. Jibu yeye fuata. Baba anasema na mtoto. Idleness will set. It will set your integrity. I love people who work hard. I love people who are busy. By the way, you are here for a season and a reason. Mwalimu wetu wa shule, David alikuwa anatuambia you are here at Kakamega High School for a season and a reason. By the way, for years ikiisha, hatukutaki hapa. Ukuje ukitaka kufanya masters. Hatutaki wewe hapa. Tunasema kwamba now I have discovered where I went wrong. Discover now. Unajua nini majina yake? Sasa wewe hatuwezi kuendelea kukaa na wewe hapo bwana. Tunataka hiyo hostel ambayo unalala, hiyo kitanda mtu mwingine akuja achukue. Huwezi kaa huko unasema ya I'm doing a total sana no ame yatoroka na total sana. Haumalizi. Hatukuelewi. Jamaa umalizi. Bila andiko kwa public health. Public health. Kwa roho chini. Haumalizi. Sababu yeye haitoi. Kwa pesa na si. Unafikiria tunataka kukwambia jambo. Wacha nikwambie. Kama Mungu anataka tuishi kwa sport pesa na loto, nilikwambia angechukua sanduku ya loto aweke kwa shamba la yeye. Hakuweka sanduku ya loto. Hiyo ni siku nyingine tena. Pesa na loto ni siku nyingine. But I want you to know we are
work hard, not to idle. And that's why you are here at Kisii, because God has given you an opportunity to make a difference in your generation. You can't be idle. You need to work hard and produce something. Wapendwa, ni uchungu. Ni uchungu kuwa hapa na utoke bila kitu. Sababu uko idle. Unazunguka ukiuliza huko ati huko kunaenda aje. Mimi si. By then mimi ni mara yangu ya pili kuja. Siendi kuuliza vitu ambavyo havinihusu. Ninauliza mali hostel ya fulani iko wapi? Full stop. Na kwa madam nani ni wapi? Full stop. Na see mkutano inaanza saa ngapi? Because I want to be focused. Siwezi kusema kwamba sasa wacha ni relax iko tunajua sijai kwa. Baada ya kuhubiri. I don't know. The other day God opened the door for me to go to South Africa. So what wananiuliza? Pastor na Cape Town inakaaje? Kaambia bwana mimi si kwenda Cape Town. Mimi nilienda wapi? Nilitoka Johannesburg na nikaenda kuhubiri mahali na wakati nilitoka niliingia kwa gari. Nikaingia nikarudi Johannesburg, nikarudi Nairobi. Sina shughuli nyingine. Sina shughuli full stop. Wewe unasema nini? Daudi kama hauna shughuli, wacha kuangalia watu wanaoga. Watu wanaoga, wacha waoge. Wewe una shughuli, enda uombe. Kama waniamjipo. Wale wanaenda kufanya vitu yao, wacha waende. First years mimi sikuogopeshi, but I'm telling you the truth. Kama kuna watu hapa wameniviruka njia wa kusumbua na kufuata wasichana, wacha wafuate. Sio upate first class yako honors ya juu. So that hata wengine siku sababu sasa job opportunities unajua ni chache. Hao wengine si wa wale wanakuja kufuata unakuja wafuate. Wewe upite mtihani kwa. Hii college ikupatie nini? Wewe unafikiri ukipata hapa kitu ya maana? Hata kama huna pesa wewe ni mtoto wa watchman kama Pastor Steve. Si watu watakuchangia. So kama this one is a very serious student. The following people had ule jamaa wa kichoro sana. Ule jamaa wa kichoro science alipata kazi juzi bwana. Ule jamaa was a hard worker. Alipita mtihani, hakupata kazi. Lakini sikia, God never blesses idle people. Aliita Daudi kama anachunga kondoo. Yesu alikuwa carpenter. Paulo alikuwa anaunda mahema. Peter na Andrew na John walikuwa wanavua samaki. There is something about God and hard working people. Kama wewe ni idol, destiny yako ilisha. Utakuwa unaanzia watoto wako, unaambia kwamba mama unafuata protocol. Mama, first born yangu, second born, and all the rest. Nimekuja kuwatangazia kwamba leo tutalala tu hivyo. Hiyo ndio announcement baba anasema. Unamuuliza? Sasa darasani. Manaje ni wetu. You are making a future. Hakuna kitu unafanya hapa. You are making a future. Kama utakulanga uji na umena unaunda hiyo kusaidia. Si uongo. I say true. Nikwambia kweli. Sikia vijana. Kwanza boys, we are in trouble. Yes. Adam alifaa alishe Eve. Siku ile Eve alilisha Adam. Shida zile. Hiyo nitakuja kukufunia siku ile na kutengeneza harusi. Nitakuja kukwambia. Kwa sababu gani? Mwanaume anaweza lisha mke wake 50 years. Yes. Hata complain. Kimani. Always complain. It is abnormal for you to take your fiancé or your wife to a hotel and you ask her to pay. Oh, yes. It is not normal. Wow, umenyamaza. Wangapi wanaelewa kile pastor anasema? Naweza nisha mama yao vijana 50 years na sitai complain. Na hata sihitaji kupigiwa makofi akinalipa school fees ya jamaa. Sihitaji kupigiwa makofi, ni normal. Ni normal. Ukuja nyumbani na sukari ni normal for the man. In fact it's abnormal for me to come with that. Ni hapo. Kwa sababu gani? Mama hawezi lisha mwana. Nimefanya hii research kwa university, kwa family forums. Nimegundua kwamba wamama ama wasichana hawana capacity ya kulisha kimutu na kimekaa. Pale kaka. Ninasema I am the man. A man for what? Man. You must. Are you getting what I'm saying? Na ndio sababu kama wewe mwanaume bwana na uko hapa na unapanga kuoa.
Soma. Fanya bidii. Wacha kutuambia kwamba you are a male gender. We already know. We already know. When we look at you, we know. But we want something out of you. You can't be an idol and you think you'll make a family. Yes. Ndio unasikia msichana sasa kama wewe umebaki nyumbani na mmezaa watoto. Sio msichana wenyewe atakuachia watoto nyumbani. Na usitende kwamba umeanza kuwa maid. You are a maid by default. Sasa itakuwa sasa uko hapo nyumbani, you are not doing anything. Sasa si hatuwezi andika mfanyakazi kwa sababu mshahara ni kidogo na ni msichana analeta mshahara. Sasa sio usikuangalia watoto. Alafu ndio mimi naona watu wengine hata wasichana ambao wamesoma hawana kiburi, ni wewe uko na shida. Somebody else want to say? Man, we are in office. Must work hard. Never be an idol. Usitoke Kisii, you must listen to me. Everybody at the sound of my voice. Never leave Kisii without producing something that will give you a future. History will judge you. People will never understand. By the way, watu wanajua uko 40 na wewe unajua kama wanajua. Siku ile graduation inafanyika. Asikia graduation ni iko. Graduation ni iko. Kama kamzee anajua kama uko 40 na wewe hauna habari. Alafu unataka kusema gauni yangu ilipotea gauni. Gauni. Ati gauni ilipotea. Nisikuelewe. Ati gauni ilipotea. Alafu unakimbia kwa photographer. Na mbele wewe niko vya device kwa kupeleka huko. Na jamaa kiko kina attend classes. Nataka mtu akasirike mpaka asome kwa bidii. Nasikia msichana. Najua msichana unasema kwamba mimi nimesurvive au huja survive. Biblia inasema kwamba a prudent wife does not eat the fruit of idleness. Unasikia kwa watu wengine wanasema kwamba niko na mizigo nyumbani na aongei kuhusu mizigo ya siri. Anaongea kuhusu msichana kama mrembo umekaa kama dunia sivyo. Niko na mizigo nyumbani na anaongelea kuhusu wewe. Shake a lady next to you, tell them I value yourself. Na kama ni mwanaume mwambie you are in trouble because you have been destroyed. Wagamba anasema kwamba hata nature itself inaambia mwanaume lazima ajipange. Nature wacha hata nature. Groups hawana huruma kwa wanaume. Unasikia anasema kwamba cut off points ni 34 for ladies. Lakini for men ni 41. Kama hiyo haifai uone kama mwanaume alitrapu. Kama kwa Kenya Women Finance Trust. Hata pia anaweza kujihusisha na maendeleo ya wanawake. Lakini nimetafuta chama ambayo inaitwa maendeleo ya wanawake. Nikagundua mwanaume ameumba. Ndio sababu mimi siku hivi lazima iwe juu. Lazima. For us to be head of the house must be above. And it cannot happen when you're an idol. And if you're a lady, don't be there and you're a burden to people. Add value to yourself. So that is freedom. Hata mvulana akipanga kuapproach my friend, anashika hivi simu, anasema kwamba huyu nitamwambia leo vile mimi nataka. Anashika hivi simu, anataka kuapproach. Lakini anaona hizi kama first class ulipata. Kwa gari na sio ya sponsor ni yako. Anaangalia tena umeunda estate nyingine pale Otani. Anataka kupigia simu kwa approach uwe mke wake. Anashika hivi simu. Anasema kwamba leo mimi nitamwambia. Huyu nitamwambia. Wakati anashika simu anataka kupigia, anaangalia value added. Anakuambia na mvua imeanza kunyesha Kisii. Tell a lady
mpaka jamaa anapiga hata kama ni intercessor. Anashika hivi simu, anaanza nataka kumwambia sasa, lakini Bwana niongoze, nimalize hii safari. Shapa. Somebody hearing me? The third one, I want to allow you to go and sleep. Integrity is lost when you are idle. Integrity is lost when you are complacent. Listen to me. Integrity comes from the word integer. Walimu wa math, walimu walinibariki. Walimu walinibariki. Walimu wa math na akatokea siku moja. Akaniambia, Steve, integers are whole numbers. Hazina decimal, hazina fraction. Yani ni whole number. Neno integrity ni whole number. Hayuko na 4 point. Yani kama ni Steve, si Steve 0.45. Kama mtu anaelewa. Yani si ati msichana ni msichana na nusu. Ni huyo. Vile unamuona kwa press team, ndio vile unamuona kwa soko, ndio vile unamuona kwa attachment, ndio vile unamuona. That is integrity. Hana kitu anaficha. Sikia Daudi akafanyaje? Sikia Daudi alipogundua amepeana mimba, akasema sisi ni digital. Hii mimba tunaweza ipanga. Alikuwa Daudi mwingi sana. Sasa si Daudi wa siku ile, sasa Daudi mwingine. Akasema hii mimba ni rahisi. Kubadilisha mimba ikuwe huyu jamaa anaitwa Uria. Ita Uria atoke kwa battlefield haraka. Aenda alale kwake, mimba itageuka. Haida kwa yake. You lose integrity when you hide sin. Najifanya wewe mjanja, tumia kondo, tumia. Unaona wewe mrefu, tumia kondo, dhambi bado ni dhambi. You acquire. Nikawa kwa shule nyingine wakaniambia kuna dawa zinaitwa morning email. Unafanya mituko Friday, unameza hiyo dawa asubuhi. Mimba imeenda, lakini dhambi bado iko. Nakwambia ukweli, if your father does not arrest you, God will arrest you. If the Kenya police will not arrest you, young man, God will arrest you. Yes. You can't hide. Huwezi kujificha. Daudi akasema, huyu jamaa ni nyumbani. Lakini Mungu naye kwa sababu ni Mungu, akahakikisha kwamba Uria haendi nyumbani. Umejificha dhambi na inakuangalia kwa uso hivi. Mama anakuuliza ulikuwa kuna na unajua vile ukitakaje inaonekana tu hata kabla hujasema. Watu wanaifanya wajanja. Ulitoa mimba na unauliza kama tu kinaona hapo kidogo hata anasema uko na mimba. Sio unajua ulitoa. Ni nini unatuambia? Wewe ulitoa mimba. Ni nini sasa? Si useme tu kweli ulitoa. In fact nilikwambia siku nyingine kwamba the first step towards being delivered is to say the truth. Anajificha. Unaficha nini? Na unaumia. Ukweli ni kwamba mtenda dhambi hana amani. Hata kijikaza hivi, hata akijikaza na yeye hata akiongeza skati, hata akiongeza romi mpya, unasikia kama bado hana amani. The wicked run when nobody is following, but the righteous are as bold as a lion. Polisi wakikuja hapa kama wewe ni mhalifu, wakikuja tu aende Land Rover. Nada kuuliza na watu wanasema hapo aje huko. Watu wanasema hapo kitu huko. Wewe unatuambia. Unaelewa vile dhambi inafanya Mungu. Sijui kama unanielewa. Sababu anasema unasema kwa. Sikia Daudi ameambia Uria aende nyumbani. Wewe unafikiri Daudi alihisi aje? Aliambia Uria aende nyumbani. Akamuongeza yokozuna na 10 na rwatwa. Uria akakunywa yokozuna na rwatwa na kwenda akalala hapo. Daudi akajua niku. Ushawahi kuficha dhambi. Unapata kwa dhambi bado ukiamka asubuhi imekuangalia. Nakwambia kwamba tutaanzia mahali tuliacha. Na bona watu wote wamejua. Watu wamejua niko nayo. Watu wamejua unatuliza. Na sisi hata tujui kama uko nayo.
mzee niko naye. Wewe ndio unaniambia. Hauna amani. Mlisikia kwa polisi walikuja huko. Somebody understand? Una Jesus. Daudi, sikia. Akaambia Uria aende nyumbani, Uria akakataa. Akamwongeza pombe, Uria hakwenda nyumbani. Mambo iliharibika. Jamaa akajua kwamba nitajulikana. Mwambie mwenzako utajulikana. Mwambie hata kama unajikaza kazi. Shida ya kuficha dhambi. Acha tualize. Shida ya kuficha dhambi ni kwamba inabidi utende dhambi nyingine ufiche ile ya kwanza. Ndio shida. Mwalimu pia alifundisha kuna equation inaitwa x plus 4 equal to 10. Inaitwa simple equation. X plus 4. Hii equation ilikuwa usherati Daudi alifanya. Ilikuwa simple equation. Angeifesto aseme kwamba nimetenda dhambi. Lakini kwa sababu alitaka kuficha, equation ikageuka ikakuwa y is equal to mx plus c. Sasa unknown zimekuwa nyingi. Au you calculate y ama x. Apa x. Someone understand what I'm talking about? Tell your neighbor you can never succeed hiding sin. Tell them again, sin does not give you peace. Sin does not give you peace. Even as I speak right now, I challenge you, never hide sin. Stand on your feet.